Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la plaza. Los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen cuide. Gracias. Unayoisikia hapo ni sauti ya Papa Francis akizungumza kwa mara ya kwanza tangu alipolazwa katika hospitali ya Gemelli mjini Roma. Katika video hiyo, Papa Francis anasikika akiwashukuru waumini na wasio waumini wa kanisa Katoliki kwa kuendelea kumwombea afya njema tangu alipolazwa hospitalini Februari 14, 2025. Papa Francis mwenye umri wa miaka 88 amelazwa katika hospitali ya Gemelli mjini Roma akisumbuliwa na maradhi kwenye mfumo wa upumuaji. Maradhi hayo yamesababisha asionekane hadharani kwa zaidi ya wiki 3 sasa. Katika ujumbe wake wa sauti, yani audio, kwa waumini aliutoa jana jioni Machi 6, 2025, Papa Francis amesikika akizungumza japo kwa shida, huku kauli yake ikitajwa kuwarejeshea matumaini waumini wa kanisa hilo ambao wamekuwa wakitumia muda mwingi kumwombea kiongozi huyo wa kiroho. Hotuba ya Papa Francis iliyorekodiwa na kutangazwa kupitia vipaza sauti katika uwanja mtakatifu wa Petro huko Vatican kabla ya sala ya Rozari ya jana jioni ilikuwa mara ya kwanza kwa wafuasi wake kusikia sauti yake tangu alazwe hospitalini takribani wiki 3 zilizopita. Namnukuu, nawashukuru kwa dhati kwa maombi yenu kwa ajili ya afya yangu kutoka uwanjani, nami nawasikiliza kutokea hapa hospitalini. Mungu awabariki na Bikira Maria awalinde. Asanteni sana, alisema Papa Francis akizungumza taratibu kwa lugha ya Hispaniola ambayo ni lugha yake ya asili. Baada ya kusikika sauti ya kiongozi huyo wa kiroho, umati uliokuwa kwenye uwanja huo lilipuka kwa makofi baada ya kusikia maneno hayo ya Papa, wakiwa na furaha kumsikia tena. Ingawa Papa Francis ametoa ujumbe zilizoandikwa kutoka hospitalini na Vatican imetoa taarifa 2 kwa siku kuhusu hali yake inavyoendelea, bado hajatoa ujumbe wa video unaomuonyesha muonekano wake wa sasa tangu Februari 14 alipolazwa hospitalini hapo akipambana na changamoto kwenye mapafu, ikiwa ni pamoja na homa ya mapafu yani bronchitis na pneumonia kwenye mapafu yote yani double pneumonia. Hii ni mara ya 4 kwa Papa Francis kulazwa hospitalini tangu ashike wadhifa huo, na sasa hivi amekaa hospitalini kwa muda mrefu zaidi katika historia ya kuugua kwa kiongozi huyo tangu awe papa mwaka 2013. Papa Francis amekuwa na matatizo ya mapafu kwa sehemu kubwa ya maisha yake, na akiwa kijana aliwahi kuugua pneumonia kali iliyosababisha sehemu ya pafu lake moja kuondolewa. Kwa mujibu wa taarifa rasmi kutoka Vatican, madaktari wanaomtibu kiongozi huyo wamesema hali ya kiafya ya Papa Francis inaendelea kufuatiliwa kwa ukaribu baada ya kukumbwa na changamoto ya upumuaji mara kadhaa, hususan siku ya Jumatatu iliyopita, ingawa hali yake imeimarika tangu wakati huo. Wakati huo, Vatican imeripoti leo asubuhi kuwa Papa Francis hajakumbana na changamoto tena ya kwenye mfumo wa upumuaji inayotisha maisha yake na hana homa tena. Nanuku, anaendelea na tiba ya kupumua na mazoezi ya viungo, na alikuwa na siku yenye shughuli nyingi Alhamis, akifanya kazi kadhaa na kupokea ekaristi kabla ya chakula cha mchana, imesema taarifa ya Vatican. Mwisho wa kunukuu. Ratiba ya kiongozi huyo kutoka Argentina imepunguzwa ili kumpa nafasi ya kuhudhuria na kufuatilia matibabu yake kwa ukaribu. Kiongozi huyo hakuhudhuria pia ibada ya Jumatano ya Majivu ambayo huashiria mwanzo wa mwezi mtukufu wa Kwaresma, na kwa mara ya pili katika kipindi cha upapa wake wa miaka 12. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na hali ya kiafya ya kiongozi huyo wa kiroho. Jina langu ni Mgongo Kaitira.